Habari ya muda mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika chaneli yako pendwa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tutaangazia hatua mbalimbali ambazo zinahusiana na ujengaji wa mizinga, na kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusiana na swala zima la uundaji wa au uunganishaji wa lile boksi la mizinga. Kwa hiyo kama tunavyokumbuka katika video zingine zilizopita tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na hatua mbalimbali ambazo fundi anaweza akatumia ili kusudi kuweza kupata mizinga yako iliyokuwa mizuri. Kwa hiyo leo tukiendelea tunaangalia kwamba hizo ni mbao zetu, na mbao hizo inabidi uweze kuzitengeneza katika mfumo wa boksi ili kusudi iwe nyepesi katika kutengeneza mizinga ya kisasa ya mizinga ya nyuki. Na nia na malengo ni kwamba tunatakiwa tuweze kutengeneza mizinga iliyokuwa mizuri na mizinga inayovutia ili kusudi kuwavutia nyuki waweze kuingia mle na kuweza kutengeneza asali. Kwa hiyo mizinga hii ya kisasa inatakiwa kuwa na utaalamu mzuri kama unavyoangalia katika skrini yako hapo. Hizo ni mbao, ni vipande viwili vya mbao ambavyo vimeunganishwa ili kusudi kuweza kuunganishwa hiyo katika vipande hivyo viwili vitakuwa chini. Na hiyo unayotazama katika skrini yako, hizo ni misumari ambazo fundi wetu hapa yupo akiandaa misumari ili kusudi kuweza kuunganisha vile vipande na kuweza kupata boksi lililo kamili. Na boksi hili litatusaidia sisi kuweza kutengeneza mizinga iliyokuwa imara. Na hiyo ni kalamu au penseli, na hiyo ni rula, maana tunasema kwamba mizinga hii inabidi itengenezwe kisasa na ni mizinga kitaalamu. Kama ni mizinga kitaalamu inatakiwa iweze kuwa katika mfumo mzuri. Kwa fundi wetu hapo anaandaa ubao, anaangalia ubao huu, je, utaweza kufiti katika ubao mwingine? Ndio hapo wanajadiliana mafundi wetu. Wakiwa wanajadiliana wanaangalia kama huu ubao unaweza kutengeneza, kwa sababu inabidi mbao mbili zitakaa chini na mbao nyingine moja itakaa juu na mwisho wa siku utapata boksi kama unavyotazama hivyo. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida, ni kitu chepesi, lakini kikubwa tu inatakiwa uweze kuwa na vifaa vichache ili kuweza kufanikisha jambo hili. Jambo hili ni jepesi, na kama unaona ni ugumu zaidi tutawasiliana katika mawasiliano ili kusudi tuweze kukusaidia jinsi gani ya kupata mizinga hii ya kisasa. Na mizinga hii ya kisasa itakusaidia wewe kuweza kupata mavuno yaliyokuwa mazuri ya nyuki. Kwa hiyo hapo unaunganisha mbao zetu kwa kugonga misumari. Kama unavyoangalia unagonga misumari kwa utulivu vizuri, na unagonga misumari kwa ustandard vizuri ili kusudi kutengeneza boksi lako lilokuwa imara. Mawasiliano yetu ndio hayo. Kama utakuwa unahitaji vitabu ambavyo vinahusiana na swala zima la ufugaji wa nyuki na vitu vingine na maelekezo na jinsi ya kupata mizinga, au kama utakuwa umetengeneza mizinga lakini nyuki haingii, kuna changamoto inaweza imetokea, kwa hiyo tutawasiliana, tutaweza kukusaidia. Tukiendelea na mafundi wetu kwa kujadiliana hapo kwamba ni ubao gani au mwingine ambao unabidi uende ili kusudi uweze kufiti na kutengeneza boksi lililokuwa vizuri. Ina maana tayari mpaka hapo tushaunganisha mbao tatu, ina maana mbao mbili na hiyo ya tatu. Kwa hiyo mbao nyingine inafuatia itakuwa ni mbao yetu ya 4 ili tuweze kupata boksi lililokuwa vizuri, au tuweze kupata mzinga uliokuwa imara na utakaye kuweza kusaidia katika kupata nyuki na kuvutia nyuki, kwa sababu nyuki hawa inatakiwa tuweze kupata nyuki waingie, nyuki tuweze kupata mafaida iliyokuwa nzuri kabisa na zaidi. Kwa hiyo hapa mafundi wetu wanaunganisha mbao, inabidi uunganishe mbao kwa utaalamu uliokuwa mzuri ili kusudi hili boksi lako au mzinga wako unapokuwa unaenda kuubeba au wakati wa kuvuna usiweze kupasuka au usiweze kuanguka, kwa sababu hata kama utaanguka unakuwa uko imara, hauwezi kuharibika. Ndio maana tunagongelea misumari vizuri. Kwa hiyo tunaweka misumari ili kusudi kuweza kupata muunganiko uliokuwa uko imara na mzuri kabisa. Kwa hiyo ndo kama hivyo unavyoangalia mpenzi mtazamaji, mafundi wetu wako wanaendelea na uundaji wa mizinga ya nyuki, kwa sababu mzinga wa nyuki ni hatua chache ambazo unaweza kuzifanya na za muhimu sana. Maana huko mwanzoni kama utashindwa kufuatilia vizuri na mzinga wako utakuwa sio imara, basi
itapelekea mzinga kudondoka, mzinga kuharibika na mzinga kutokupata mavuno, kutokupata nyuki, kutokuingia na kutokupata asali, kwa sababu nia na malengo ya sisi tuweze kupata asali iliyokuwa nzuri. Na mpenzi mtazamaji, hizi mbao unazounga kwa tayari tushaingia katika ubao wetu wa 4, maana tuna ubao 4. Mbao ya kwanza chini ziko 2 na hizi ziko 2, kwa tayari una ubao ambazo ni 4. Na hapa sasa inabidi tuweze kutengeneza box ambalo litakuwa ni nzuri. Tutaunga mzinga ambao utakuwa uko imara, uko vizuri. Pia na wewe naye utashangaa kuona mzinga huu kwa jinsi gani ulivyokuwa ni mzuri. Ina maana kwa hatua za awali sasa hapo tunaweza kutengeneza, kuweka tena ubao wetu mwingine wa pili, ubao tena mwingine wa kufunga kufunga huku na huku. Ina maana tutakuwa hapa tunatafuta square, tuone sehemu gani ambapo inabidi uweze kupakata au sehemu gani ambapo usikate. Na kikubwa kabisa, utengenezaji wa mizinga kama hii ya kisasa haina budi uweze kuwa na vifaa vyote vya kutosha. Ina maana uwe na tape kama unavyoangalia hapo. Tape lazima uitumie ili kuweza kutoa kitu kilichokuwa kizuri. Usije ukakata ubao au ukadiria bila kujua, lazima utembee na vipimo. Na vipimo hivi vitatusaidia pia kuweza kujua na vitatusaidia pia kuweza kukadiria, kuona kwamba mzinga wetu tuliotengeneza tuna uwezo wa kupata lita ngapi za asali na kupitia vipimo. Kwa hiyo vipimo ni vya muhimu sana sana sana, ili kuweza kusaidia wewe na mimi, ili tuweze kupata matunda mazuri ya asali na tuweze kupata asali kama vile ambavyo tulikuwa tumejikadiria. Kwa fundi kashapima, inaonekana hapo alipoweka alama ndio palipozidi, kwa inabidi pakatwe ili paweze kulinganishwa tuweze kupata ubao wetu mwingine. Fundi yuko anakata kama nilivyokuwa nakwambia, ili tuweze kupata ubao mwingine. Wangapi huo mpenzi mtazamaji? Kama uko na mimi, naomba uandike kwenye comment kwamba mpaka sasa hivi mzinga wetu ushatumia vipande vingapi vya mbao. Naandikia kwenye comment hapo uweze kuniambia kwamba ni mpaka sasa fundi wetu ameweza kutumia vipande vingapi vya ubao. Kwa kipande hiki kingine na kikata ili kuweza kutengeneza square. Maana hauwezi kutengeneza mzinga ambao umejipinda au mzinga ambao uko irregular, yani ambao hauna shape, hauvutii. Sasa itakuwa tena sio mzinga wa kisasa, utakuwa ni mzinga kama wa asili au mzinga ambao umetengeneza watu ambao hawana maarifa. Kwa hiyo fundi wetu hapa anapunguza ubao huo ili kusudi tuweze kupata kipimo na tuweze kutengeneza mzinga ambao unavutia. Ina maana hata wewe au mtu yoyote akikuwa mbali anaweza kuona mzinga wetu vizuri, anaweza kuvutiwa na ule mzinga na ikawa ni sababu ya kuweza kuheshimika mzinga huo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kilimo au ufugaji wa nyuki ni ufugaji ambao ni mzuri na ufugaji ambao hauna hasara wala hauna shida yoyote, kwani ni kitu ambacho haukitegemei, yani baada ya kuweka kinazaa chenyewe. Kwa hiyo kwa mawasiliano yetu yanapita hapo, kipindi fundi wetu anaendelea kuweka ubao mwingine, kipindi kingine cha ubao ili kutengeneza square. Unaona ndio uzuri wa kuweza kutembea na vipimo. Kwa unaangalia ubao wetu wangapi huo, ubao wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5. Huu ni ubao wa 5. Kwa huu ni ubao wa 5. Angalia jinsi ubao wa 5 ulivyo kaa katika mazingira mazuri. Kwa hiyo naendelea tena kukata mwingine ubao wa 6 mpaka tuweze kupata box lililokuwa vizuri na tuweze kupata box ambalo liko imara. Kama unavyoangalia mafundi wetu wako imara zaidi na wanajitahidi sana ili kuweza kupata kitu kilicho bora, na kitu kilicho bora kinatengenezwa kwa mazingira kama haya yaliyoko kuwa yako bora. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, nikusihi tu uweze kusubscribe, uweze kulike, uweze comment. Na pia kuna swali ambalo nimeweza kuuliza kwamba wewe unahisi kwamba box hili au mzinga huu utatumia vipisi vingapi vya mbao ili kuweza kutimiza tija au kutimiza malengo yetu kwa kupata mzinga mzuri na mzinga wa kisasa. Kwa hiyo kwa kusoma comment yako hapo, na kwa atakayekuwa kwanza ku comment ndio mtu wa kwanza atakayepewa zawadi kutoka uongozi wa Nebuye TV.
Na kitu kingine mpenzi mtazamaji, ni kukumbushie tu uweze kusubscribe, uweze kulike na comment kwa ajili ya kuangalia video zingine nzuri, bomba na imara ambazo zitakufundisha na zitakujuza wewe kuweza kujua kuhusiana na ufugaji wa nyuki. Na video hii ina maana tunaenda hatua kwa hatua mbalimbali ambazo tutajifunza kuhusiana na ufugaji wa nyuki. Kwa box yetu ndio hilo na mafundi wetu wanaendelea kutengeneza. Huo ndio mzinga wetu wa kisasa. Kama ulikuwa haujui, huo ndio mzinga wetu wa kisasa. Tupo katika hatua za mwishoni. Kwa hiyo hapo fundi anarekebisha kama unavyoangalia katika screen yako hapo. Hasa anagongelea vizuri ili kusudi aweze kuipata ile box iliyokuwa imara. Kumbuka kwamba ndio kama pale mwanzoni kwamba misumari ni kitu ambacho kinatumika sana katika kutengeneza hizi mizinga. Na ni kwa sababu inatumika katika kuunga mbao moja kwenda mbao nyingine. Kwa hiyo hizi mbao zinaungwa sana sana na misumari iliyokuwa mizuri na misumari mikubwa sana inchi 4. Inchi 4 ni misumari ambayo utakayenunua mingi na ndio itakayotumika kwa wingi kwa ajili ya kuunga hii mizinga. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, mizinga yetu ndio kama unavyoona hiyo. Maboksi yetu yanaendelea kuungwa. Kwa hiyo tuna mpango wa kutengeneza mizinga mingi kwa ajili ya kuweza kupata faida kubwa katika uwekaji wa mizinga, kuitega mizinga kwa ajili ya uvunaji wa asali. Kwa hiyo mafundi wetu wanatengeneza boksi hapo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ni kitu ambacho hata wewe ukiangalia video hii vizuri, kuanzia video ya kwanza jinsi ya uundaji wa mizinga, kuanzia stage ya kwanza mpaka ya mwisho, ukifuatilia vizuri, na wewe pia una uwezo wa kwenda kununua mbao, ukakatiwa mbao na mafundi na ukawa unawaelekeza, au kama mwenyewe una idea ufundi unaweza kutengeneza mwenyewe. Na kama utafeli, mawasiliano yetu ndio hayo, au kama unataka vitabu, mawasiliano ndio hayo yanapita katika screen yako hapo. Ina maana tutawasiliana kwa ajili ya pale ulipokwamia ili tuweze kukusaidia. Kwa hiyo box letu la mizinga tayari lipo katika hatua nzuri na lipo katika hatua ambayo inavutia, na ni kweli inavutia kwa sababu ni hatua ambayo inatia matumaini. Sasa zile mbao ambazo ulikuwa unaziona zimekatwa, ile misumari ulikuwa unainunua unaona misumari kama ni mingi, ina maana sasa umeshaanza kuiona sehemu gani ambayo inakwenda, na kitu chako umeanza kukiona kinakutia matumaini. Hayo ni matumaini ya kwanza ambayo unatiwa kwa ajili ya ubora na uzuri wa mizinga katika hatua hiyo. Matumaini mengine utakuja kuyaona pale tutakapoenda kuipeleka mizinga hii moja kwa moja katika kuitega ili tuweze kupata nyuki. Na furaha nyingine pia tutakuja kuipata muda ule ambao tutakapoanza kuvuna asali. Tutakapoanza kuvuna asali, tutaanza kuona faida kubwa sana, na raha na burudani tutaweza kuiona ya umuhimu wa utengenezaji wa mizinga ya kisasa. Mafundi wetu wanaendelea na hatua mbalimbali kutengeneza ubora ili kusudi tuweze kupata mizinga iliyokuwa bora na mizinga inayovutia. Kwani hata mizinga ikivutia wewe tu binadamu, ikikuvutia kwa macho, ina maana pia hata nyuki na wao pia itawavutia na wataweza kukaa kwa uzuri na kuweza kupata matunda mazuri ya asali. Kwa hiyo pia mtazamaji, mafundi wetu wanaendelea kuunganisha mbao katika hatua mbali. Basi hiyo ndo box letu la leo na ndio mafunzo yetu ya leo. Hatimaye mafunzo yetu yamefikia tamati. Hayo ni maboksi ambayo tumeweza kutengeneza, na kukumbusha tu kuweza kusubscribe, kulike na comment na kuangalia video nyingine inayokuja.